ya dunia tarehe 20 mwezi wa Mei kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mwate. Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama popote pale ulipo msikilizaji, nami ni Halima Nyanza nikikukaribisha kutoka studio zetu za Dar es Salaam. Tulionayo katika dira ya dunia. Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Afrika inaweza kunufaika vipi? Lazima waangalie ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kidiplomasia na ya kimaendeleo na nchi hizi mbili tofauti. China na Russia, japo wanaonekana marafiki, kuna mambo ambayo bado hawakubaliani na wanatafuta uunguaji katika sehemu kama Afrika. Shirika la Afya Duniani WHO lasema chanjo inaweza kuwa tayari kwa kipindi cha miezi 9 kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashabiki wa klabu ya soka ya Arsenal wamekuwa wakisherehekea baada ya timu hiyo kutoa taji lake la kwanza la ligi kuu ya England tangu mwaka 2004. Naitwa Adede 005, fan kubwa wa Arsenal. Mimi sijaiona Arsenal wakibeba EPL kama kweli. Sasa hii ndio ya kwanza. Tutaenda mpaka day 30 tunacheza na PSG. Yaani hii mwezi ni sherehe. Na Wizara ya Afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Viwanjani, baada ya miaka 22 ya kusubiri, hatimaye Arsenal watoa ubingwa wa ligi kuu ya England. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Mohamed. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshindwa kupata makubaliano rasmi kuhusu ujenzi wa bomba jipya la gesi kati ya Urusi na China wakati wa ziara yake mjini Beijing. Kwa mujibu wa Kremlin, mazungumzo kati ya Rais Putin na Rais wa China Xi Jinping yamefikia kiwango cha maelewano ya msingi kuhusu mradi huo, ingawa hakukuwa na ratiba maalum ya utekelezaji wake. Hadi hiyo inaonyesha kuwa bado kuna tofauti au masharti ambayo hayajakamilishwa kati ya mataifa haya mawili kuhusu ushirikiano wa nishati. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limetangaza kuwa linaendelea kuchunguza na kutathmini uwezekano wa kutumia chanjo pamoja na tiba mbalimbali ili kusaidia kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inalenga kupunguza kasi ya maambukizi, kuzuia vifo zaidi na kuimarisha uwezo wa mamlaka za afya katika kukabiliana na janga hilo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya wa shirika hilo, hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa rasmi kwa aina mahsusi ya virusi vya Ebola vinavyohusika katika mlipuko huu wa sasa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amemwambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba mlipuko huo umesababisha vifo vya watu 139 huku watu 600 wakiambukizwa virusi vya ugonjwa huo. Kuna mambo kadhaa yanahitaji uchunguzi wa kina kuhusu uwezekano wa kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo na kuongezeka kwa vifo. Zaidi ya maambukizi yaliyothibitishwa ni 600 pamoja na vifo 139. Tunatarajia idadi ya vifo na maambukizi kuendelea kuongezeka kutokana na muda ambao virusi vimesambaa kabla ya mlipuko kugundulika. Spika anayemaliza muda wake wa bunge la Uganda ameibuka kuwa kitovu cha msako wa jeshi dhidi ya maafisa waandamizi wanaotuhumiwa kwa ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema kuwa baba yake Rais Yoweri Kaguta Museveni amempa mamlaka ya kumkamata mtu yoyote nchini Uganda. Vikosi vya usalama vilivamia nyumba na ofisi za Anita Among mjini Kampala mwishoni mwa wiki na kukamata magari ya kifahari. Anachunguzwa kwa madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi na utakatishaji wa fedha. Bi Among hajakamatwa, lakini amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa, hali iliyosababisha kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani. Wakosoaji wanasema operesheni hiyo inaonyesha jinsi jeshi linavyozidi kuimarisha ushawishi wake katika mamlaka nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa uhusiano mpya na watu wa Cuba katika hotuba yake ya kwanza ya moja kwa moja kwa wananchi wa kisiwa hicho akiwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani. Akizungumza kwa lugha ya Kihispania katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa Cuba, amelaumu mateso yasiyoelezeka yanayotekelezwa na uongozi wake wa kikomunisti na sio zuio la mafuta la Marekani.
Rubio ni mtoto wa wahamiaji kutoka Cuba na ameongoza kampeni ya Washington dhidi ya Havana. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba idara ya haki itatangaza hivi karibuni mashtaka dhidi ya kiongozi mkongwe wa Cuba Raul Castro katika kile kinachoonekana kama hatua ya kuishinikiza mamlaka ya kikomunisti. Kesi hiyo inahusiana na kudunguliwa kwa ndege za misaada ya kibinadamu miaka 30 iliyopita. Ripoti iliyotolewa na wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Uingereza imeonya kuwa zaidi ya 90% ya nyumba zinaweza kuwa si makazi rasmi tena mpaka kufikia mwaka 2050. Faida Ngaga ana maelezo zaidi. Matokeo ya kamati ya mabadiliko ya tabia nchi nchini humo yanaonyesha kuwa ongezeko la matukio ya kuongezeka kwa joto kali, ukame na mafuriko linatishia mtindo wa maisha wa Waingereza, likiathiri kila kitu kuanzia michezo ya mpira hadi matamasha ya mziki. Watafiti pia wameitaka serikali kutekeleza kikomo cha kiwango cha juu cha joto katika maeneo ya kazi na kufunga mifumo ya viyoyozi katika hospitali na nyumba za wazee. Nyumba za Waingereza ambazo mara nyingi hujengwa kwa matofali zimebuniwa kuhifadhi joto. Mwaka uliopita Uingereza ilirekodi mwaka wenye joto zaidi kuwahi kutokea. Meli ya mafuta ya Korea Kusini iliyobeba mafuta ambayo ilikuwa imekwama katika ghuba tangu mwezi Februari sasa imepita katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini ameelezea bunge kwamba hatua hiyo ilipangwa kwa ushirikiano na serikali ya Iran. Chombo hicho kinajiunga na meli 2 za China za kubeba mafuta ambazo zinasafirisha jumla ya mapipa milioni 4 ya mafuta na ambazo kwa mujibu wa takwimu za usafirishaji zimepita kupitia njia hiyo ya maji hii leo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Leila Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali. Sasa msikilizaji, kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumbuka unaweza kutupata kupitia redio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini nchini Tanzania ni CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM, Loliondo FM, lakini uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia redio shirika kama vile Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Sasa matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, lakini kwenye ukurasa wetu wa Facebook vile vile ambao ni BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko nami Phyllis Mwote, mwenzangu ni Halima Nyanza. Halima, kazi kwako. Asante sana Phils, na kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu, Urusi na China zimeshindwa kufikia makubaliano kuhusiana na mradi mpya wa bomba la gesi wenye thamani wa mabilioni ya dola wakati wa ziara ya Rais Vladimir Putin nchini China. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema katika mazungumzo ya viongozi hao, Rais Putin na mwenzake Xi Jinping wamefikia makubaliano ya msingi juu ya mradi huo. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Rais wa China Xi Jinping anaandaa mkutano wake wa pili wa kilele wa mataifa yenye nguvu kubwa duniani ndani ya kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo, amemkaribisha Rais Vladimir Putin katika ukumbi mkuu wa watu mjini Beijing. Viongozi hao wawili wanajaribu kuonyesha uimara wa uhusiano wao wa karibu siku 6 tu baada ya kuondoka kwa Rais Donald Trump kutoka mji huo mkuu wa China. Bendi ya kijeshi, ukaguzi wa gwaridi la heshima pamoja na watoto waliokuwa wakishangilia, vyote vilifanana kwa kiasi kikubwa na mapokezi aliyopata rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita. Katika mkutano huo wa kilele baina ya viongozi hao wawili, Xi na Vladimir wamezungumzia uhusiano wa pande mbili kati ya mataifa yao. Haya ni sehemu ya maelezo yao kwa kutumia mkalimani, na Rais Xi ni wa kwanza kuzungumza. This year marks the 30th anniversary of the establishment of partnership. Mwaka huu tunaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa ushirikiano wa kimataifa pamoja na miaka 25 tangu kutiliwa kwa saini ya mkataba wa ujirani mwema, urafiki na ushirikiano. Hata katika mazingira yenye changamoto,
changamoto na sababu zilizo rafiki kutoka nje. Ushirikiano wetu wa kiuchumi unaendelea kuonyesha maendeleo makubwa na mwenendo chanya na hali ya juu. Katika kipindi cha robo karne, kiwango cha biashara kati yetu kimeongezeka kwa zaidi ya mara 30. Rais Vladimir Putin amesema kuwa Urusi iko tayari kuendelea kuipatia China nishati, akieleza kuwa mazungumzo na Rais Xi Jinping yalikuwa ya kirafiki na yenye kujenga. Licha ya ziara yake kubwa na yenye hadhi mjini Beijing, makubaliano makubwa ya ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi kutoka Siberia kwenda China bado hayajakamilishwa rasmi. Rais Xi Jinping amesema kuwa uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango kipya cha juu na umefungua enzi mpya ya ushirikiano. Baada ya mazungumzo yake na Rais Putin mjini Beijing, Xi amesema kuwa mataifa hayo yanapaswa kuwa nguzo za kimkakati kwa ajili ya kulinda na kusaidiana. Viongozi hao wametoa taarifa ya pamoja kuhusu kuimarisha mkataba wao wa urafiki ambao mwaka huu unatimia miaka 25 tangu kuanzishwa kwake. Moscow inaendelea kuitegemea China kwa kiwango kikubwa katika kuhimili na kuendeleza vita vyake dhidi ya Ukraine. Inaonekana kwamba Rais Xi anafurahia kuwa kitovu cha tahadhari ya kimataifa, kwani amemweleza mwenzake wa Urusi kuwa dunia iko katika hatari ya kurejea kwenye sheria kali, akirejelea vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na kusema kuwa mataifa hayo mawili yanapaswa kushirikiana ili kuendeleza mfumo wa utawala wa dunia ulio wa haki zaidi. Mhariri wa BBC nchini Urusi Steve Rosenberg amesema kuwa China iko katika uhusiano ambao unaweza kufanikishwa na ndoa isiyo na mapenzi, lakini bado ni ushirikiano wa vitendo unaowanufaisha pande zote mbili. Uhusiano kati ya China na Urusi ni miongoni mwa uhusiano muhimu zaidi katika siasa za kimataifa za karne hii. Mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa duniani yamekuwa yakikaribiana zaidi kisiasa, kiuchumi na kijeshi, hasa katika kipindi cha miaka hivi karibuni ambapo yamekuwa yakikabiliwa na shinikizo kutoka mataifa ya magharibi yanayoongozwa na Marekani. Ingawa China na Urusi ziliwahi kuwa na tofauti kubwa za kiitikadi wakati wa vita baridi, viongozi wa sasa wa mataifa hayo Xi Jinping na Vladimir Putin wamejenga ushirikiano wa karibu unaolenga kuimarisha ushawishi wao duniani na kupunguza utegemezi wa mataifa ya magharibi. Uhusiano huo umejengwa katika msingi wa maslahi ya pamoja ya kiusalama, biashara, nishati na diplomasia ya kimataifa. Katika miaka hivi karibuni, Urusi imekuwa ikitegemea China zaidi kiuchumi baada ya kuwekwa vikwazo na mataifa ya magharibi kufuatia vita vya Ukraine. Leila Mohamed, BBC, Nairobi. Sasa kauli ya pamoja ya China na Urusi inaashiria nini hasa kuhusu mwelekeo wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, hasa katika kipindi hiki cha mvutano wa baadhi ya mataifa? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bwana Calvis Adere. Kuona ya kwamba mkutano huu unatokea tu siku chache baada ya President Trump kutoka kule, inaashiria ya kwamba China huenda ikawa very central in terms of global affairs. Kiangazia labda ni nini inaweza kuwa imechangia mkutano huu wa Putin na Xi. Ya kwanza ni kwamba China imekuwa very close ally ya Russia sasa, kama masuala ya diplomasia, masuala ya kiuchumi. Ujua ya kwamba Russia sasa inahitaji China zaidi kwa sababu China ndo mshiriki wake mkubwa wa kibiashara, na kwa sasa China inanunua karibu nusu ya ile mafuta kutoka kwa Russia. Kwa hivyo wako na azma kubwa ya kwamba wapate wanunuzi wao kulingana, ukiashiria kwamba kwa sasa Russia ina experience a lot of sanctions kutoka kwenye mataifa ya magharibi. Kwa hivyo wakati wanapata mnunuzi kama China, itabidi sasa wamshikilie vizuri sana. La pili ni kwamba kuna masuala ya reassurance, yani ule Putin alienda kule kuangazia kujua japo Trump amekuja, uhusiano wa Russia na China bado iko ngangari, bado iko strong. Kwa hivyo tunaona anajaribu kuangazia kuna nini iliyotokea baina ya Xi na Trump na nafasi ya Russia ni gani. Kwa hivyo kama washiriki wa karibu alienda kutafuta hiyo tunaweza ita reassurance. Alafu pia kuna mambo ya geopolitical alignment, yani kwamba mataifa mengi sasa wanatafuta tu njia mbinu ya kujialign na labda nchi ambazo wanaona ni stable, wanakuwa influential, na kwa hakika China imetambulisha sasa kama nchi ambayo kwa kweli iko na nafasi kubwa sana ya kuongelelea masuala ya dunia ama global governance. Kwa hivyo nafikiri haya mambo pamoja na ile mambo ya energy ama ukipenda masuala ya teknolojia, kuna mambo tu masuala ambayo yanajadiliwa baina ya China na Russia ambayo huenda Rais Putin alitaka kujua udhabiti wao.
Vile ulivyosema kwamba China sasa imejiweka katika nafasi ambapo inakuwa ni yale mataifa ambayo yanaangaliwa hata kidiplomasia, lakini sasa pamoja na kuimarika kwa huu ushirikiano wake na Urusi, kwa nini bado tunaona kwamba China inaonekana kuwa mwangalifu sana, hasa kutoa uungwaji mkono wa wazi kwa vita vya Urusi nchini Ukraine, kama haitaki kujihusisha na hilo sana? Unajua, kwanza China ina hii diplomasia, kwa iko na hii policy ya non-interference, kuwa haipendi sana kuingilia masuala ya ndani ya nchi zingine. Ndio maana sasa saa nyingine unaiona iko kidogo reluctant kuingilia masuala ambayo yanaendelea katika sehemu fulani tu ya dunia. Hilo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba Russia bado ni nchi ambayo iko na ushawishi kubwa sana duniani, na China pia inaunga upande yake ya kutaka kuungwa mkono na masuala yake ya kidiplomasia ya kimataifa. Kwa hivyo japo wana uhusiano mazuri, lakini bado haijapotea kwa upande wa China kwamba Russia is a rival still. Ukiangalia masuala ya diplomasia ya kidunia ya leo, ni Marekani, ni China, ni Russia, na mara nyingi sasa tunaona Europa kidogo wanagaragaria labda Iran inaweza tokelezea. Kwa hivyo tunaona bado China is very strategically careful, kwa sababu wanajua vizuri ya kwamba Russia bado kuna ushawishi mkubwa sana duniani. Na tukimalizia tu kwa mtazamo wako, ushirikiano huu wa China na Urusi unaweza kuwa na athari gani kwa nchi za Afrika, na labda kuna athari zozote hasa katika biashara, diplomasia, ama hata labda ushawishi kimataifa? Nafikiria kwamba Russia na China kila moja ameweza kutafuta mbinu ya kushiriki na Afrika. Kwa hivyo Afrika leo tunaona kwamba Russia labda upande ya security wamekuja sana, haswa katika yale mataifa ambayo wamekataa uongozi wa Ufaransa kule West Africa. China vile vile tunaona amekuwa mshiriki mkubwa wa Afrika upande ya biashara na uwekezaji kupitia kwa ile wanaita One Belt One Road. Wameweza kuwekeza katika miundo msingi ikiwemo ports, mabarabara, hata mambo ya digital highways. Kwa hivyo nafikiri wako na njia tofauti za kuweza kushiriki na wenzao wa Afrika. Jambo kubwa hapa nafikiri ni upande wa Afrika ya kwamba kwa lazima waangalie ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kidiplomasia na ya kimaendeleo na nchi hizi mbili tofauti. Vile nilivyosema ya kwamba China na Russia japo wanaonekana marafiki, lakini bado pia kuna strategic rivalry. Kuna mambo ambayo bado hawakubaliani na wanatafuta uunguaji katika sehemu kama Afrika. Kwa hivyo itabidi wa Afrika wenyewe wajiulize ni nini inatoka katika hao washirika, na ni vipi wanaweza harness hizi partnerships hizi waweze kupiga jeki mipango yao ya kimaendeleo. Nam ni mchambuzi huyo wa siasa za kimataifa Calvis Adhia, kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwatee. Taarifa ambayo pia imemgusa Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema anamtakia zera njema na yenye mafanikio huko China rais wa Urusi Vladimir Putin. Bado msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Na tukisonga mbele, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ameelezea kuongezeka kwa hatari ya mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la ukanda huo, lakini amesema bado haujaleta wasiwasi mkubwa katika maeneo mengine duniani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko huo mpaka sasa unaaminika kuua watu 138 huku wengine 600 wakiambukizwa. Aidha amesema kuna hatari zaidi ya maambukizo kutokana na mwingiliano wa watu katika eneo lenye maambukizo hayo ya mlipuko, ambapo pia maelfu ya watu wamekimbia makazi yao kutokana na vita. Taarifa zaidi na Mariam Jahid. Kamati ya dharura ya shirika la afya duniani WHO imeonya kwamba huenda ikachukua miezi kadhaa kuandaa chanjo inayowezekana. Mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba jumla ya visa 51 tayari vimethibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ndiko mlipuko huo ulianza, pamoja na visa viwili katika nchi jirani ya Uganda. Mbali na visa vilivyothibitishwa, kuna takriban visa vinavyoshukiwa na vifo 139 vinavyohisiwa kuhusiana na mlipuko huo. Inatarajiwa kuwa idadi hiyo itaendelea kuongezeka kutokana na kuwa ilipita muda mrefu na virusi hivyo vilikuwa vinaenea kabla ya mlipuko kugunduliwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Daktari Tedros amesema mlipuko wa aina hiyo ya Bodibujo huenda ulianza takriban miezi michache iliyopita. WHO ilitangaza Jumapili kwamba hali hiyo ni dharura ya afya ya umma inayohusu mataifa mbalimbali, lakini si kiwango cha janga la kimataifa. The situation is a public health emergency
Hali hii imetangazwa kuwa dharura ya afya ya kimataifa, lakini si dharura ya janga la kimataifa. Shirika la Afya Duniani limekadiria kuwa hatari ya mlipuko huu ni kubwa katika ngazi ya kitaifa na kikanda, lakini ya chini katika ngazi ya kimataifa. Kufuatia mkutano huo, kamati ya dharura ya WHO ilithibitisha kuwa hali hiyo si dharura ya janga. Visa hivyo 51 vilivyothibitishwa nchini Kongo vimeripotiwa katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo, pamoja na jimbo la Kivu Kaskazini. Visa viwili vilivyothibitishwa nchini Uganda katika mji mkuu wa Kampala vilihusisha watu waliokuwa wamesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo 4 katika Ituri yameripotiwa kuathirika, yakiwemo Mwagwalu, Bunia, Rwampara na Nyakunde. Eneo la Kivu Kaskazini, jiji la Goma, linadhibitiwa na waasi pamoja na Butembo, pia yameripotiwa visa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na mlipuko wake wa 17 wa Ebola, lakini aina ya Bundibugyo ambayo inajonekana kwa zaidi ya mwongo mmoja, na hiyo inaleta changamoto mpya. Aina hii imewahi kusababisha milipuko miwili pekee hapo awali, ambapo iliua takriban 1/3 walioambukizwa. Kwa sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya Bundibugyo, ingawa chanjo za majaribio zinaendelea kutengenezwa. Inawezekana pia kuwa chanjo iliyotumika dhidi ya aina nyingine ya Ebola, Zaire, inaweza kutoa kinga fulani. Idadi ya vifo kwa mujibu wa tathmini za awali bado haijaonyesha kupungua. Inaaminika kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika. Kabla ya ugonjwa huo kutambuliwa, watu wengi walidhani kuwa vifo vilikuwa vikiripotiwa ni vya kawaida. Hata hivyo, ilipobainika kuwa vifo vilikuwa vingi kupitia kawaida, ndipo ikagundulika kuwa kuna tatizo kubwa zaidi lililokuwa linaendelea. Aidha, hakuna dawa maalum zinazolenga aina hii ya virusi, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu zaidi. Mashariki mwa DRC, eneo hilo pia limeathiriwa na migogoro ya muda mrefu, hali inayoongeza ugumu wa kudhibiti maambukizi. Changamoto za kiusafirishaji, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa baadhi ya safari za ndege katika maeneo yaliyoathirika, zinaongeza ugumu zaidi katika kukabiliana na hali hiyo. Ni taarifa ya Mariam Mjahid. Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba shirika la afya duniani limesema kwamba chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya kipindi cha miezi 9. Serikali ya Uingereza imelegeza vikwazo vikali dhidi ya mafuta ya Urusi yaliyosafishwa na kuwa dizeli na mafuta ya ndege katika nchi nyingine, huku bei za bidhaa hizo zikipanda. Utekelezwaji huo unaoanza hii leo unaakisi wasiwasi unaoongezeka kuhusu upatikanaji wa mafuta, hasa kutokana na kufungwa kwa njia muhimu, yani mlango wa bahari wa Hormuz, tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Zaidi na Victor Kenani. Serikali ilisema kuwa kwa ujumla vikwazo vimeimarishwa zaidi, lakini unyumbufu wa ziada ulihitajika. Hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Marekani ilikosolewa sana. Bei za mafuta ya ndege barani Ulaya ziliongezeka zaidi mara 2 baada ya vita kuanza, lakini sasa ziko juu kwa karibu nusu, huku bei za mafuta katika vituo nchini Uingereza zikiendelea kupanda. Mashirika ya ndege yanayofanya kazi nchini Uingereza na duniani kote yamefuta safari na kuongeza bei kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Kwa miaka mingi, Uingereza iliongoza juhudi za kimataifa za kuweka shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi kwa sababu ya vita vyake nchini Ukraine. Siku ya Jumanne ilitia saini taarifa ya kundi la G7 ikithibitisha tena dhamira yake isiyoyumba ya kuweka gharama kubwa kwa Urusi. Serikali ilitangaza mwezi Oktoba kwamba ilipanga kupiga marufuku bidhaa za mafuta kama dizeli na mafuta ya ndege kutoka nchi ambazo zilisafisha mafuta ghafi ya Urusi. Kulegeza vikwazo sasa kutaruhusu kwa ufanisi uagizaji wa mafuta ya ndege kutoka India, ambayo hapo awali ilikuwa msambazaji muhimu kwa Uingereza na Ulaya. Kiasi kikubwa cha mafuta ghafi ya Urusi pia husafishwa nchini Uturuki. Serikali ilisema kuwa sheria mpya za bidhaa za mafuta yaliyosindikwa zilizo chini ya vikwazo zitakuwa za muda usiojulikana, ingawa zitapitiwa mara kwa mara na zinaweza kurekebishwa au kufutwa. Uingereza pia ilitoa leseni ya muda maalum inayohusu usafirishaji wa gesi ya LNG kwa njia ya bahari chini ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi hadi tarehe 1 mwezi Januari mwaka ujao. Mapema wiki hii, Marekani iliongeza muda wa msamaha kama huo uliotolewa kwa mara ya kwanza mwezi Machi, ambao ulilegeza vikwazo vilivyokuwa vinazuia nchi nyingine kununua mafuta na bidhaa za petroli za Urusi ambazo tayari zilikuwa zimepakiwa kwenye meli baharini. Waziri wa fedha wa Marekani Scott
Scott Bessent alisema mwezi Machi kuwa hatua hiyo ya muda mfupi ilikuwa inalenga kukuza uthabiti katika masoko ya nishati duniani. Sera hiyo imekosolewa na washirika wengi wa Marekani na Uingereza ambao wanasema inasaidia serikali ya rais wa Urusi Vladimir Putin na uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine ambao umeendelea tangu mwaka wa 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz hakuhalalishi kwa namna yoyote kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Urusi, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kuwa kila dola inayolipwa kwa mafuta ya Urusi ni fedha za vita. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Baada ya taarifa hiyo ya Victor Kenani, natupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona David Sachenga anasema kwamba tuko pamoja katika matangazo ya Dira ya Dunia mpaka tamati. Masanja Kuyanja wa Mwakohenga na yategea sikio matangazo ya Dira ya Dunia. Kefa Ubanchi Ochiri, shukran sana. Patient Sumbi anasema kutoka DRC, eneo la Fizi, kijiji cha Nyungu, jina langu ni Patient na nawasikiza. Lakini shukran vile vile. Christopher Simio anasema kwamba Mungu asaidie wananchi wa demokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa huu mbaya wa Ebola. Na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana. Naam, ubingwa wa Arsenal umethibitishwa jana usiku kufuatia Manchester City kutoka sare ya 1-1 na Bournemouth, matokeo yaliyoifanya City kubaki na pointi 78 ambazo haiwezi tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo. Jumatatu Arsenal waliweka mazingira mazuri ya kutoa taji baada ya kuichapa Burnley bao 1-0 katika uwanja wa Emirates, ushindi uliowafanya kusogea karibu zaidi na ubingwa huo waliokuwa wakiusaka kwa zaidi ya miongo miwili. Wachezaji wa Arsenal walipigwa picha nje uwanja wa Emirates saa 11 alfajiri saa za London baada ya kutawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22, huku sherehe zao zikiendelea. Eberechi Eze alichapisha picha kwenye mtandao wa Instagram nyakati za mapema za leo akiwa amesimama nje ya uwanja wao uliopo kaskazini mwa London pamoja na wachezaji wenzake Declan Rice, Bukayo Saka na Julian Timber. Beki huyo wa Uholanzi Timber alichapisha video akiwa na Saka karibu na kombe la ligi kuu lililozimwa taa katika uwanja wa mazoezi wa klabu hiyo ambalo liliundwa ili kuwaka pindi tu timu hiyo itakaposhinda washa hiyo. Saka alisema, acha nikwambie kitu, miaka 22 kulikuwa na kucheka, kulikuwa na kufanya utani, hawanicheki tena, tazama itakuwa inang'aa sana, alisema Saka. Klabu hiyo itafanya gwaride la kombe kuzunguka eneo la Islington mnamo Jumapili Mei 31 saa 8 mchana saa za London, siku moja baada ya kumenyana na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mjini Budapest. Naam, kwengineko, mwamuzi aliyewezesha Manchester United kushinda dhidi ya Nottingham Forest Jumapili iliyopita hajachaguliwa kwa mechi yoyote katika raundi ya mwisho ya mechi za ligi kuu ya England. Michael Salisbury aliruhusu bao la Matheus Cunha licha ya Bryan Mbeumo kunawa mpira wakati wa maandalizi ya bao hilo. Salisbury alikataa ukaguzi wa mwamuzi msaidizi wa video ili kukataa bao na baadaye wakakiri kwamba lilipaswa kukataliwa. Waamuzi katika mchezo England wanakuwa na mbinu rahisi zaidi ya kuona mpira uliochezwa kwa mkono kuliko mataifa mengine, ingawa bado ni chini ya sheria. Na ingawa mkuu wa waamuzi Howard Webb aliambia Forest kuwa ingawa kunaweza kuwa na sababu za msingi za kudhani kuwa haikuwa mpira wa mikono wa Mbeumo, matarajio ya mpira wa miguu yangekuwa ni kukataliwa kwa bao hilo. Ilikuwa ni mara 17 tu katika misimu 7 na ya 4 msimu huu ambapo mwamuzi alikataa ushauri wa VAR uwanjani. Salisbury ambaye amesimamia mechi 13 za ligi kuu msimu huu amewekwa kando ya marefa watakaosimamia mechi 10 za Jumapili ambazo zote zitaanza kwa wakati mmoja.
Na mwisho kabisa, kombe la dunia lilipaswa kuleta ongezeko la utalii nchini Marekani, lakini sasa hofu ni kwamba huenda hali hiyo isitokee kabisa. Ripoti ya nje iliyotolewa na chama cha hoteli na malazi cha Marekani imegundua kuwa uhifadhi wa vyumba uko chini sana ya matarajio katika karibu kila mji mwenyeji. Chama hicho kilisema kuwa hali hii haiendani na taarifa ya FIFA kwamba zaidi ya tiketi milioni 5 zimeuzwa, na inatengeneza hatari kwamba ongezeko la kiuchumi lililotarajiwa linaweza lisifikiwe. Chama hicho ndicho chama kikubwa zaidi cha hoteli nchini Marekani, kikiwakilisha zaidi ya majengo 32,000 na zaidi ya 80% ya hoteli zote za biashara ya ukandarasi. Ripoti yake kwa kiasi fulani inatupa lawama kwa FIFA, ikituhumu chombo hicho kinachosimamia soka duniani kwa kuhifadhi vyumba vingi sana kwa mara moja kwa matumizi yake yenyewe na kutengeneza mahitaji ya uongo. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiwa imetimia saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kuu jioni hii: Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya miezi 9 kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashabiki wa klabu ya soka ya Arsenal wamekuwa wakisherekea baada ya timu hiyo kutoa taji lake la kwanza la ligi kuu ya England tangu mwaka 2004. Na wizara ya afya Lebanon imesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel yameua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Hii ni BBC. Bila shaka msikilizaji, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko nami Phyllis Mwote, mwenzangu ni Halima Nyanza. Matangazo haya yanakujia kwako kupitia redio washirika mbalimbali Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tukizidi kusonga mbele na habari tulizokuandalia jioni ya leo, ni kwamba wizara ya afya ya Lebanon imesema kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Watu 10 kati yao wakiwemo watoto 3 na wanawake 3 waliuawa baada ya nyumba moja kushambuliwa katika mji wa Deir Kanun. Lebanon iliingia vita baada ya kundi la wapiganaji wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua kiongozi mkuu wa Iran. Zaidi na Esther na Muhisa. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, hasa kusini mwa nchi hiyo, yanaendelea kushuhudiwa huku vifo vya watu vikiendelea kuongezeka licha ya makubaliano ya kusitisha mashambulizi kati ya Israel na Lebanon. Vifo hivyo vya hivi karibuni vimetokea chini ya wiki moja tangu Marekani ilipotangaza kuwa Lebanon na Israel zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi, huku pande hizo mbili zikitarajiwa kuanza tena mazungumzo mwanzoni mwa mwezi Juni. Lakini licha ya kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano, Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana, hasa kusini mwa Lebanon. Israel inasema inalenga kundi lenye silaha la Hezbollah, lakini mara nyingi raia ndio wanauawa na mashambulizi hayo, wakiwemo wanawake na watoto. Hezbollah nayo imerusha makombora na ndege zisizo na rubani katika jamii ya kaskazini mwa Israel na dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaokalia baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon. Siku ya Jumanne, jeshi la Israel lilitangaza kuwa mwanajeshi mwingine ameuliwa katika shambulio la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Katika taarifa yake, wizara ya afya ya Lebanon ilisema kuwa mbali na vifo vilivyotokea Deir Kanaun, watu wengine 3 walijeruhiwa, akiwemo msichana mdogo.
Wizara hiyo pia ilisema kuwa watu wengine 9 waliuawa na 29 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga wilaya ya Nabata na Taya. Idadi ya watu waliouawa nchini humo kutokana na mashambulizi ya Israel wakati wa mzozo kati ya Israel na Hezbollah tangu mwezi Machi imezidi watu 3,000. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon siku ya Jumatatu. Wakati huo huo, Hezbollah ilisema wapiganaji wake walipambana na kikosi cha jeshi la adui wa Israel kilichojaribu kusonga mbele kuelekea eneo la uwanja wa mji wa Hadatha. Shirika la habari la AFP liliripoti. Kundi hilo lililoungwa mkono na Israel lilisema wapiganaji wake waliharibu tanki moja la Israel. Hezbollah pia ilisema ilishambulia vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iron Dome karibu na mpaka wa kaskazini wa Israel. Makubaliano ya usitishaji mapigano yalisimamiwa na Marekani yanairuhusu Israel kutekeleza mashambulizi ambayo inasema yanalenga kuzuia shughuli za kijeshi za Hezbollah. Vikosi vya ardhini vya Israel vinaendelea kukalia ukanda wa eneo wenye urefu wa takriban kilomita 10 kutoka mpaka wa Lebanon ambao viliteka wakati wa mzozo huo. Na msikilizaji, ni taarifa ya Esther na Muhisa. Tukisonga mbele, kikosi cha anga cha Nigeria kimeimarisha operesheni zake dhidi ya makundi yenye silaha kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kwa kufanya mashambulizi kwenye jimbo la Borno. Jeshi la nchi hiyo limesema maeneo yaliyoshambuliwa ni yale ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakitumiwa na wapiganaji kujificha. Hamid Abubakar na maelezo zaidi. Msemaji wa jeshi la anga Ehimen Ejodame alisema Jumatano kwamba operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msingi wa taarifa za kuaminika za kijasusi na anga. Alisema ndege za kijeshi ziliharibu maeneo aliyotaja kuwa vituo vya usambazaji wa vifaa vya wanamgambo, majengo na maeneo ya mikusanyiko, akiongeza kuwa wapiganaji kadhaa waliuawa na mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa yakazuiwa. Bukhar Meram ipo katika ukingo wa kusini wa bonde la Ziwa Chad, huku Chikide ikiwa katika eneo la serikali ya mitaa ya Goza karibu na mpaka wa Nigeria na Cameroon. Eneo la Ziwa Chad linalojumuisha Nigeria, Chad, Niger na Cameroon kwa miaka mingi limekuwa ngome ya kundi la Boko Haram pamoja na tawi lake la Islamic State West Africa Province, yani ISWAP. Mashambulizi hayo ya hivi karibuni yanakuja wakati kukiwa na ongezeko kubwa la operesheni za kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo ushirikiano na Marekani. Jumanne, jeshi la Nigeria lilisema kuwa operesheni za pamoja za hivi karibuni na vikosi vya Marekani viliwaua wapiganaji 175 na kuharibu miundombinu ya wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi. Maafisa wanasema baadhi ya viongozi waandamizi wanaohusishwa na Islamic State pia waliuawa, akiwemo Abu Bilal al-Minuki ambaye serikali zote mbili zilimtaja kuwa kiongozi wa pili kwa ukubwa duniani wa kundi hilo. Wengine walioripotiwa kuuawa ni pamoja na Abd al-Wahab, kiongozi mwandamizi wa ISWAP anayeshutumiwa kuratibu mashambulizi na propaganda, Abu Musa al-Maghawi pamoja na Abu al-Muthana al-Muhajir aliyefafanuliwa kuwa ofisa mwandamizi wa masuala ya vyombo vya habari wa kundi hilo. Baada ya hayo, Rais wa Marekani Donald Trump alishukuru serikali ya Nigeria kwa ushirikiano wake, akisema al-Minuki hataendelea tena kuwahofisha watu wa Afrika wala kusaidia kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani. Nigeria na Marekani zimeongeza ushirikiano wa kiusalama katika miezi ya hivi karibuni, huku wakiongeza shinikizo dhidi ya makundi yenye misimamo mikali yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Katika wiki za hivi karibuni, Nigeria imeongeza juhudi zake za kukabiliana na msimamo mkali wa kutumia vurugu na uasi wa makundi ya Kiislamu yenye silaha. Shukran Hamida Abubakar. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu za michezo na kama tulivyokudokeza, Arsenal wameshinda ligi kuu ya England. Sasa furaha na bashasha zimetanda katika mitaa yote kaskazini mwa London, si huko tu, maeneo tofauti kote duniani, baada ya timu ya Arsenal kunyakua ubingwa huo baada ya kukamia kombe hilo kwa miaka 22. Arsenal walishinda
samahani, Arsenal mlishinda. Arsenal walishinda ubingwa huo jana usiku, na hii ni kufuatia matokeo ya sare ya bao moja ya Manchester City dhidi ya timu ya Bournemouth. Mara ya mwisho kwa Arsenal kushinda ubingwa huo, nilivyokueleza msikilizaji, ilikuwa mwaka 2004 ambapo wakati huo hawakupoteza hata mechi moja. Ili kufahamu thamani ya taji hili la Arsenal baada ya miaka 22, Ahmed Bahaj amezungumza na Toto Arege na Abula Ahmed ambayo ni wachambuzi wa kandanda kutoka nchini Kenya. Wacha tuwasikilize. Furaha ambayo haina kifani, maana ukiangalia mwisho kushinda taji mwaka 2004, wengi wetu nadhani ilikuwa bado chekechea. Mimi nilikuwa shule ya upili bado. Wanasema atafutaye hachoki. Akichoka keshapata. Na kinolewacho hupata. Kimenolewa. Na heko kwa Mikel Arteta. Manake yeye ndo ameleta haya yote. Alikuja wakati kulikuwa na vurugu. Kikosi cha Arsenal kulikuwa hakieleweki. Wakati ukiangalia safari kuanzia nafasi ya 8 mwisho wa msimu, nafasi ya 5, alafu nafasi ya 2 mara 3 mfululizo. Na sidhani kama kuna timu inastahili zaidi ya Arsenal ukiangalia masaibu ambayo tumepitia miaka ya nyuma. Ndio. Hizi sherehe unaona zinakwenda paka lini ama zitakera mwisho? Kuwakumbusha tu kwamba Manchester United ndio timu ambayo ina mataji mengi ya EPL, mataji 20. Kwa hivyo hili taji lao tutapigia tu makofi kidogo, si sana, lakini kwanza kabisa kongole kwa Arteta, amefanya kazi nzuri. Wajua hizi timu za Uingereza, kitu ambacho nimegundua, kitu ambacho kinawafanya wafanye vizuri ni wale hizi vilabu havina subra. Ukiangalia Arteta, huu ni mwaka wake wa 7 akiwa Emirates, na alipewa muda, akapewa wachezaji, akapewa ule uhuru wa kuweza kusajili, akapewa nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho anaweza amekileta kwenye timu. Kitu ambacho kinaponza timu nyingi kutofanya vizuri ni kuwa na subra. Sherehe zinaendelea, ni mbwembwe kote duniani, lakini wanasahau kwamba kuna kitu ambacho kinawasubiri tarehe 30 Mei Budapest. Siri ya hii Arsenal, nguvu yao imekuwa ni nini? Mmemtaja Mikel Arteta. Kikosi kizima na umoja. Maanake Arteta alipokuja, ukiangalia takwimu kiufupi, msimu umekwisha. Nadhani ni City pekee ambayo ilishinda taji mwaka 2021 na haikuwa na mchezaji ambaye alikuwa na ukijumuisha mabao na assist kufika 20. Arsenal hivi sasa pia imefanya hivyo. Kumaanisha kwamba Arsenal haikutegemea mshambuliaji, haikutegemea kiungo kama Manchester United na Bruno Fernandes, haikutegemea mchezaji. Bali wachezaji wote walikuwa wanasaidiana. Ukiangalia kuna mgawanyiko wa mabao, mgawanyiko wa assist. Wakati mmoja wanasema tunafunga kona ndo tunashinda sababu ya kona. Mara mwisho wamemalizia ni VAR na mabao mengi yametokana na kona na VAR kwa sasa. Abula, unaweza kusema kwamba ni mwanzo tu huu wa mataji kuanza kuja, ama mmejifunza nini baada ya kukaa misimu 22 bila kushinda taji? Itajirudia? Itajirudia. Maana ukiangalia hivi sasa kuna mabadiliko mengi. Pep Guardiola kuna uvumi kwamba anaondoka mwisho wa msimu huu, na yeye ndo amekuwa akisumbua sana. Ameshinda taji la EPL mara 6 ndani ya miaka 7 tangu aje kipindi cha miaka 10. Kwa hiyo hivi sasa ukiangalia nani ambaye anaweza msumbua Arteta? Toto bwana, tetesi za kutoka kwa wachambuzi na wale wasiopenda Arsenal wanatoa zile takwimu kwamba Arsenal imeshinda zaidi ya mechi 10 kwa bao moja bila. Alafu pia Arsenal wamefunga magoli 18 kupitia dead balls, mafoul, makona. Je, hii wengine wanasema kwamba ni miongoni mwa timu ya washindi ambayo haijacheza mpira wa kuvutia kabisa. Unakubaliana na hilo? Lakini tuambiane ukweli. Ukiangalia kikosi cha sasa cha Arteta na kile cha mwaka 2004 ambacho kilishinda ubingwa wa ligi, kuna utofauti mkubwa. Timu inataka kushinda, inataka ubingwa wa ligi, lakini inashinda bao moja kwa bila. Na ukiangalia katika ile orodha ama idadi ya mabao ambayo wamefunga msimu huu si mengi sana ikilinganishwa na ya mwaka 2004. Ikiwa anataka tena ku retain title ambayo ameshinda mwaka huu, lazima awekeze sana katika mashambulizi na katika winga na pia katika viungo wa kati, kama sijakosea. Mkuki kwa nguvu. Nakumbuka katika historia kuna kocha bora katika historia ya EPL zaidi ya Sir Alex Ferguson. Miaka nyuma Sir Alex Ferguson alishinda mataji ya 13 ya ligi kuu ya soka nchini England. Miongoni mwa siri alizoulizwa alisema, ukiwa na safu bora ya mashambulizi itakusaidia ushinde mechi. Ukiwa na safu bora ya ulinzi unashinda mataji. Nadhani hiyo ndo Arteta ameenda nyuma kaangalia ulinzi. Ukiangalia ulinzi wa Arsenal mzuri kabisa. Na ulinzi ndo kufanya ukashinda mataji. Hasa baadhi wanasema hii timu ya safari hii iliyoshinda haikuwa na mchezo mzuri. Inajalisha kwa lilo? Haijalishi kwetu. Mwisho wa siku ukiangalia siku ya Jumapili kombe litachorwa Arsenal. Halitachorwa set piece. Litachorwa Arsenal ile kombe. Unaona katika historia kwamba na tukija miaka 10 na ukuja tutaangalia mwaka 2026 timu gani ilishinda? Arsenal. Takwimu kando. Hivi sasa tunashinda ligi tukitumia nguvu
pia bado wanatuponza. Si hatujali. Lakini mmestruggle ukiangalia City kama si mechi ya jana ambao walitoka sare yao. Pia yamekuwa mijadala mingine kwamba Arsenal msimu huu wamebebwa, ni madai lakini hayo wamebebwa, ni wamepata bahati katika baadhi ya maamuzi kutoka kwa marifari ambayo inakubalika wakati mwingine katika mechi, sio? Sasa haswa nyinyi mashabiki wa Arsenal wa Man United mmesema sana kwamba wamebebwa VAR, marifari leo unageuka hilo. Tasema kwamba kwa kweli tuzungumzie tu ukweli ambao uliopo. Mimi kama mshabiki wa soka kile ambacho kimewabeba sana Arsenal msimu huu ni VAR. Na msimu ujao usijui kama litawezekana. Yaani kuondolewa ile VAR, alafu sasa wacheze ule mchezo wao ambao wanacheza. Hawatatoka. Hamtatetea ubingwa. Matukio mangapi Toto ukiyakumbuka? Mechi gani kama mechi ya juzi hii ambayo walipata ushindi wa 1-0 dhidi ya West Ham. Walipata, yani aliponea sana ni Declan Rice kama Kai Havertz. Aliponea sana kupewa kadi nyekundu. Mechi dhidi ya Burnley. Mechi nyingi wamekuwa VAR imekuwa ikigemea upande wao. Walipendelewa kwa hivyo. Walipendelewa sana. Ni maneno ya mkosaji. Angalia kuna staff ambao wanazungumzia picha zilienea. Huwezi mshika mkono. Na sheria ipo wazi. Sheria ipo wazi. Huwezi mshika mkono kipa na mkono ndio anatumia kipa kushika. Alafu unataka bao likubaliwe. Hiyo ni. Lakini angalia mechi nyingi za Arsenal msimu huu kwa kweli. Unapata wachezaji wao wanaenda wanamzingira mlinda lango na mechi nyingi wamekuwa kiponyoka. Lakini hii au moja hii ambayo mlinda lango wao ameshika kidogo. Jamaa walikuwa wanafanya contact. Inaonekana. Na hizo picha naomba sana uzitafute. Ukizipata uzibandike hapo hapo. Watu waone. Kuna wakati ulizungumza katika uchambuzi ukasema kwa timu kushinda inahitaji juhudi, inahitaji kocha bora, inahitaji kujitolea, lakini mwisho wa yote inahitaji bahati pia. Bahati ndio kitu ambacho Arsenal ilikuwa haina. Maana hata ukiwauliza mashabiki wa timu pinzani wanajiita United Opposition. Ilifika wakati wakaona Arsenal imeenda pointi 11 juu wakasema hivyo hawatashinda. Sababu gani? Walikuwa wana imani kwamba hii Arsenal ina nuksi. Hii Arsenal haina bahati ya kushinda taji. Unaelewa? Licha kwamba Arsenal anaongoza alama 11. Sasa hiyo ndio kitu ambacho alikuwa Arsenal haina. Ambayo imekuja upande wetu hivi sasa bado pia wanalia ngoma. Ndio maana Waswahili wanasema kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Kongole sisi kama United Opposition sidhani kama watatetea ubingwa wao msimu ujao. Na wamekuwa na maoni kemkem hao Toto Arege na Abola Ahmed wakiwa na Ahmed Bahaji, lakini mimi kama shabiki wa soka sina maoni. Matukio 8 yaliyoipa Arsenal ubingwa wa EPL msimu huu, tembelea tovuti ya BBC Swahili. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Shirika la Afya Duniani lasema chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya miezi 9 kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Wizara ya Afya ya Lebanon imesema kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Hii ni BBC. Na msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wa bbcswahili.com. Crispian Malindo ukiwa Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unasema unapata matangazo haya vizuri. Nawe Patient Sumbia pia unatupata ukiwa kijiji cha Nyungu, tarafa ya Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jafar Kopo unatusikiliza kutokea Moshi, Tanzania. Msikilizaji, leo ni siku ya meteorolojia duniani ama siku ya vipimo duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka kusherehekea mchango wa sayansi ya vipimo katika maisha ya kila siku. Vipimo sahihi ni muhimu katika kulinda afya, kuhakikisha ubora wa bidhaa na huduma, biashara, kilimo na uwekezaji. Nimezungumza na Henry Rotich, mkurugenzi wa idara ya meteorolojia nchini Kenya, nikitaka kujua vipimo vina umuhimu gani katika maisha ya kila siku. Mwaka wa 1875 Ufaransa, nchi 17 walijumuika kuongea na kukubali kuharmonize mambo ya vipimo, kwa sababu zamani kila mtu kila nchi ilikuwa na yao, wenye walikuwa wanatumia metric system, other measurements, na kwa hivyo ilikuwa ngumu sana. Unaweza kununua vifaa kutoka nchi nyingine, ukifika nchi yako haitumiki kwa sababu haingiani, vipimo ni tofauti. So siku hiyo walikubaliana wakasema watatumia vipimo ya metric system, na hiyo ilisaidia sana kwa sababu ilikuwa ni kuboresha biashara, kuboresha also teknolojia na kutransfer. Sasa hivi vipimo iko muhimu sana kwa sababu kila wakati tunatumia vipimo. Hata ukiamka asubuhi unaona ni saa ngapi, unataka kwenda kazini saa 1:30 na unatarajia hiyo saa 1:30 ni
sahihi, kwa sababu kama unaenda kuchukua ndege unataka kwenda jingine, umeambia ndege yako inatoka saa 2 na ukifika airport uambiwe hiyo ndege ilitoka zamani, kwa sababu hiyo saa yako haikuwa ya sahihi. Kama unanunua tuseme, unanunua dawa, naambia hii dawa meza tembe moja, ukwalini tembe moja, kwa sababu ile ingredient ya iko ndani daktari anajua ni kiasi gani. Sasa ukimeza hiyo dawa na kumbe hiyo tembe ilikuwa na kiasi kikubwa, unajua itakudhuru. Kama ilikuwa ni kidogo, hautaweza kupona, kwa sababu hiyo kipimo haitoshani na ile daktari alikuwa anakutakia. Umeelezea umuhimu wa vipimo katika maisha ya kila siku. Taasisi yenu mnahakikisha vipi, mfano labda pampu za mafuta ama mizani za kununulia chakula ama mita za umeme zinatoa vipimo sahihi kwa wananchi? Nyie mnahakikisha vipi? Metrolojia iko katika kategori 3. Ya kwanza tuko na ile tunaita kwa lugha ya Kimombo scientific metrology, metrolojia ya kisayansi. Alafu tuko na ile metrolojia nyingine tunaita industrial metrology. Hiyo ni metrolojia ya viwanda. Na kuna ingine inaitwa legal metrology. Legal metrology, watu wa idara ya weights and measures ndio wako na hiyo metrology. Sasa hiyo ni kusema kuwa kama uko na lori yenye imebeba tuseme miwa inapeleka kwa kiwanda, hiyo lori itakanyaga hiyo weighbridge, na hiyo weighbridge ile usidi iko nayo ndio utalipwa nayo, ama utatoza ushuru kulingana na hiyo. Sasa hiyo ni legal metrology. Sasa ukienda kukunywa mafuta kwa petrol station, unajua hiyo kipimo ndio unalipa pesa kulingana na hiyo kipimo. Sasa hiyo ni legal metrology. Lakini kija muhimu ni hii mambo ya kuhakikisha hiyo kipimo, calibration. Sasa hiyo pump yenye inatoa mafuta lazima iwe inatoa mafuta yenye iko sahihi kwa kipimo. So tunahakikisha kuwa hiyo pump iko calibrated ndio iweze ikwambia lita moja iwe ni lita moja. Kama wewe umeenda kwa sukari, kama ni kilo moja ni kilo moja. Kama mtoto amesaliwa na daktari anasema ni kilo 5, iwe ni kilo 5. Isiwe mtoto daktari anasema hii kilo 3, kumbe rasili iko na itilafu inasema ni kilo 5. So kazi yetu ni kufanya calibration. Tunahakikisha vipimo yetu na zile za nchi zingine za dunia zinafanana. Sasa niulize Dr. Rotich, ni mfano mimi ni mwananchi wa kawaida, nimekwenda dukani kwenda kununua sukari ama nimekwenda buchani kununua nyama, lakini naona muuza nyama kipimo chake amenipunja, ameiba nyama yangu. Sasa mimi naweza nikashtaki kwa nani? Ni legal metrology. So ni idara ya weights and measures, utaweza kuripoti hiyo. Hata ukiwa pale unaweza kuuliza kama hiyo radili yake imekuwa calibrated, kwa sababu ukifanya calibration kuna stika tunaweka hapo. Ni malalamiko gani ya kawaida ambayo wananchi huwasilisha kuhusu vipimo visivyo sahihi? Saa zingine especially katika mkulima, unapata kama ni miwa, mkulima anasema niliweka ile miwa nilikuwa nakata, naona imekuwa mingi sana, lakini sasa ilipopima kwa weight nilipata tani yenye mimi nashuku. So unapata mambo kama hayo, so unapata mkulima anafikiria ile kipimo yenye amepewa si ya sahihi. Mwenzangu Halima Nyanza anamuuliza Henry Rotich kama nyama yake anafikiria kwamba imepunguzwa, ashtaki kwa nani? Yaani Halima hakufikiria tomato, hakufikiria kabeji, hakufikiria unga, kafikiria nyama. Haya, ndo hivyo sasa. Lakini msikilizaji, wewe je, ushawahi keti ukashuku kwamba huu mkate nilionunua bwana, wanasema hapa kwamba ni ile inaitwa 500 grams, lakini naona ni kama ukiugusa hivi unahisi kama uko mwepesi kidogo. Na kuna wakati pia kwenye mitandao ya kijamii unaona watu wakilalamika wakisema, mbona nahisi kama huu mkate haujajaa kwenye hii karatasi, unafaa ujae ndi. Ndo hivyo sasa, kumbe idara hii ni muhimu sana. Msikilizaji, kwenye mtandao wetu ama kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili, wenzetu wa kitengo cha dijitali wanachapisha habari hapo mbalimbali, ikiwemo hii haijachapishwa muda mrefu sana. UAE yaomba Iraq kuzuia mashambulizi yanayotoka ndani ya nchi yake, lakini serikali ya Botswana yakanusha kuwapa mashabiki wa Arsenal likizo baada ya ushindi wa ligi kuu ya Uingereza. Ni habari hizo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Botswana wamepewa likizo. Si hivyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan awasili Tehran kwa mazungumzo, lakini vile ile habari yetu kuu, Urusi iko tayari kuendelea kuipatia China nishati, na hayo yamesemwa na Rais
Putin. Tukisonga mbele, tukueleze msikilizaji kwamba hebu fikiria sasa, ukigundua kwamba mwili wako una hali ambayo ni nadra sana, ambayo hata madaktari wenyewe wanatatizika kuieleza, na kwamba figo moja ambayo uko nayo inaweza kuwa muamuzi wa hatma ya maisha yako. Ndivyo ilivyo kwa msichana Abigail Kendi. Sasa Kendi amezaliwa na mlango wa kizazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili na figo moja. Asha Juma amepata fursa ya kuzungumza naye na kutuandalia taarifa hii. Wakati waliona niziko 2 uterus, 2 cervix, 2 vagina na 1 kidney iko na endonephrosis, ndo wakaturifa huko Kenyatta. Kuturifa Kenyatta 2021 ndo process ya surgery ilianza. Umepitia changamoto gani katika kipindi hiki? Nimepitia changamoto nyingi. Njoo cramps nitapata, but period sitaweza kupitisha as normal person. Haujawahi kupata periods hata siku moja? Hakuna. Hindi wakati nilitoka CT scan, ndo bleeding ilianza, and maybe that ndo niliweza kuona kitu ndamdamu, nikasema maybe that my period, and hiyo ndo ilikuwa ya mwanzo. Nilikuwa najisikia that mimi si mtu normal kwa kama wanawake wengine, ndio siwezi kuvalia pande, hata nijivunie kuvalia pande. Ndio wasichana walikuwa wananimburi, ilikuwa inabindi niamke mapema so that nijitayarishe niweze kwenda kwa darasa mapema. Tumbo ikiswell wanasema niko na mimba. Kuna walimu wengine wao kwa wananielewa. Na huwa unaenda unapata haja kubwa sawa sawa kama watu wengine? Si rahisi, mimi ni wakati nimefanywa washout ya colon. Hata hiyo bando, sasa hata kama nimefanyia hiyo washout sitasikia haja, ni vile nitaenda tu njoo nimekula, nimesema acha tu niende choo nijaribu ndio itaweza kutoka. But wakati hii ya cramps kama iko nikitua niko sure that choo siwezi kupitisha mkojo, ndia that balloons zitakuwa ziko nzito, ziralie hizo lunch intestine na brand. Kwa hiyo kipindi uko na cramps, hautapata haja kubwa wala hautapata haja ndogo. Abigail, katika kipindi hiki ambapo unaenda kuanza matibabu, BBC Swahili tumekuletea maua ili kukutakia kila laheri katika safari yako. Asante. Na nimearifiwa tu kwamba sasa hivi watu wako katika harakati za kukuletea maua. Kila anayetaka kukuletea maua, akuletee maua kwa ajili ya kuonyesha upendo na kwamba tuko katika safari moja. Kwa hiyo na sisi kama BBC Swahili tumekuletea maua haya kukutakia kila laheri katika safari yako ya matibabu. Na msikilizaji, ni Abigail Kendi. Huyo alizaliwa na mlango wa kizazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili na uke mara mbili na figo moja, kama alivyozungumza na mwenzangu Asha Juma. Lakini hii inawezekana vipi? Awali Skola Kisanga alizungumza na Dr. Kireki Omanwa, daktari mtaalamu wa magonjwa ya kina mama kutoka nchini Kenya. Wakati ambapo mtoto yuko kwenye tumbo la mamake, kuna seli ambazo tayari zinajulikana kwamba hizi seli zitaenda kutengeneza viungo fulani. Sasa kwa wakati mwingine unakuta kuna hitilafu, na hii hitilafu huwa inatokea wakati ambapo hizi seli haziungani vile ambavyo zinatakiwa kuungana, ama wakati ambapo zinaungana haziungani kabisa. Kwa hivyo unakuta kizazi kina hitilafu. Zinaitwa ni kasoro za Müllerian ama Müllerian anomalies. Unakuta huyu mwanadada atakuwa na vizazi viwili, wanakuta na shingo mbili za kizazi, unakuta na uke pia umegawanyika ukawa mara mbili na kadhalika. Unaweza kupata kwamba yuko na ovary moja, ama pia figo zinaweza zikahusu figo. Unaweza ukapata kwamba kuna wengine ambao wako na figo zote, figo mbili, lakini kwa kawaida huwa unapata kwamba wako na figo moja. Kama huyu yuko na figo moja. Mtu atajiuliza, je, sehemu zote mbili zinatumika? Jambo la kwanza. Jambo la pili, je, anaweza kubeba ujauzito kutoka kwa wanaume wawili tofauti? Kuna miujiza ambayo inatendeka, na kwa kweli ni vigumu kusema kama anaweza kubeba mimba kwenye vizazi vyote, lakini kuna kesi ambazo sio nyingi ambazo zinajulikana kwamba kina dada kama hawa wamebeba mimba katika vizazi vyote. Lakini kwa kawaida
huwa wana shida ya kupata mimba. Kwa sababu gani? Kile kizazi unakuta sio kikubwa sana, kupata ujauzito inakuwa ni shida, na kwa mara nyingi wakitaka kupata mimba ujauzazi, huwa tunawafanyia mbinu za nini inaitwa nini, mbinu za IVF, upandikizaji. Anaweza kubeba mimba mbili tofauti, daktari? Najua mtu atashtuka mimba mbili. Anaweza, kuna uwezekano. Na akajifungua kwa muda tofauti. Anaweza kujifungua kwa muda tofauti pia inawezekana, lakini kwa mara nyingi inakuwa kwa wakati mwingine, ikiwa mwanadada amebeba tuseme watoto 3, alafu upate mmoja ametoka mapema, tunaweza kufunga kile kizazi kusudi hao wengine waendelee kuwa kwenye tumbo mpaka wakati ambapo itakuwa ni wakati wao wa kutoka. Tutawahesabia hawa kama ni watoto pacha. Kuna miujiza ya Mwenyezi Mungu. Umegusia pia uhusiano wa mtu huyu mwenye via viwili vya uzazi ama sehemu mbili za kike na figo, lakini pia anakuwa pia katika hali gani ya maradhi mengine, ama ya kupata dawa ama vipi, ama anakuwa tu kawaida kama mwanamke yoyote yule? Anakuwa kama mwanamke yoyote yule, lakini wanaweza wakawa na shida, kwa maana wakati mwingine wanaweza wakapata hedhi mara 2. Anapata hedhi wakati fulani, baada ya siku chache ile hedhi ya kwanza imepita, anapata hedhi nyingine. Kwa upande mmoja anaweza akapata ugonjwa ambao tunaita endometriosis, lakini kizazi kingine kiko sawa kabisa. Ni mawaidha hayo kutoka kwa Dr. Kireki Omanwa, na habari hiyo iko vilevile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili kumhusu Kendi. Lakini kumbuka msikilizaji, mwisho wa jambo si mwisho wa safari. Tamati tunafikia hapa kwenye matangazo yetu haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yamehaririwa na Victor Kenani na kusimamiwa na Nasteha Mohamed. Fundi wa mitambo amekuwa David Okelo Nairobi, na Dar es Salaam Sam Batenzi. Kwa niaba ya mwenzangu Halima Nyanza tunakutakia jioni njema. Hii ni BBC.